Leo bwana, story time. Story time. Yaani nina series ya vitu ambavyo ilibidi nijifunze kwa njia ngumu, ama wazungu wanasema in a hard way, katika kuishi kwangu hapa Ujerumani, na vitu ambavyo vimebadili lifestyle yangu. Sasa kitu cha kwanza kabisa ni keeping time. Unajua Wajerumani wana keep time sana mno. Ni sehemu ya utamaduni wao, ni sehemu ya lifestyle yao. Sasa ukifika hapa kwa mara ya kwanza, wewe na uswahili wako unafanya kila kitu unavyojisikia. Matokeo yake ni kwamba time inakupiga chenga sana. Kwa hiyo mwanzoni mimi nilikuwa nikichelewa mno kwa sababu ya kutozingatia ku keep time. Lakini itakumbukwa kwamba Ujerumani wana kila kitu kiko programmed, kwa maana ya usafiri wa umma unapita kwa muda gani, umeainishwa, angalau kila kituo kuna ratiba ziko kwenye apps tofauti, kwenye Google, unaweza ukapata ratiba za kutoka eneo moja kwenda jingine, kutoka mji mmoja kwenda mwingine kwa kila usafiri, kwa maana ya mabasi, subway, treni za juu, treni za haraka, treni za masafa marefu na kila aina ya usafiri wa umma. Sasa ukiwa hauzingatii kuangalia ratiba, matokeo yake ni kwamba kila wakati unapofika kituoni aidha umeachwa Mungu, nilikuwa naachwa bibi jamani. Nilikuwa naachwa na matreni, nakimbilia. Na kwa bahati mbaya ukikimbilia, hususan madereva wa mabasi, yaani wanakuona hivi, unakuja hata sekunde hivi, anafunga mlango, anaondoka na kuacha hapo. Basi ikabidi niseme sasa hapa itabidi nijiadjust, nijifunze kuwa naangalia muda kabla ya kutoka, ili nisiwe nacho. Kwa hiyo siku hizi nashukuru angalau nimejifunza kuwahi na kuangalia time ya usafiri kuondoka, kiasi ambacho kimenisaidia kuwahi maeneo nayokwenda, na wakati mwingine inanisaidia ninapokuwa kwa mfano naunganisha usafiri, sichelewi. Lakini najua kuna watu hapa, marafiki zangu, colleagues wangu, hawajajifunza bado. Swala la kuchelewa, swala la keep time, ni mtihani mzito. Tazungumzia kitu kingine ambacho kimebadilisha lifestyle yangu.